Mara baada ya Young Africans kuweza kumfuta kazi aliyewahi kuwa kocha wao raia wa Ureno Pedro Goncalves, klabu hiyo yenye maskani yake Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam imeanza kuhusishwa na kocha mwingine. Huyu si mwingine ni Khalil Ben Yusuf, kocha raia wa Tunisia, ambaye huyu ndiye kocha wa muda kwa kikosi cha Kaizer Chiefs inayoshiriki ligi kuu ya soka huko nchini Afrika ya Kusini. Napenda kuangazia Khalil Ben Yusuf ni kocha wa aina gani? Je, anaifaa Young Africans? Bila kusahau ni kocha wa zamani msaidizi wa kocha Nasreddine Nabi ambaye tayari naye ameshawahi kupita kwenye kikosi cha Young Africans. Niko hapa na Shabel Daniel, jina langu ni Leopard John. Shabel, Yanga kwenye mazungumzo tena na kocha mwingine inasemekana, Khalil Ben Yusuf raia wa Tunisia, kocha ambaye kwa kipindi hiki anahudumu kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs kama kocha wa muda. Ukimtazama takwimu, falsafa yake, ni kocha ambaye Young Africans unafikiria wameangalia nini hasa hadi kuhusishwa naye moja kwa moja? Ni kwa sababu kwanza watu wanapaswa kuelewa kwamba amesha kufanya anafahamu mazingira ya Yanga, kwa sababu amesha kufanya kazi na Yanga chini ya mwalimu Nasreddine Nabi misimu mitatu minne iliyopita. Kwa hiyo inawezekana wanajua kile ambacho wanaweza wakipata kwa mwalimu huyu, lakini ni kocha ambaye unajua sio mwalimu ambaye ana historia ya kufundisha timu kama mwalimu mkuu katika kari yake fupi ya ufundishaji. Mara nyingi timu ambazo amepitia akizifundisha ni either anatumika kama kocha msaidizi ama anatumika kama mtaalamu wa kiufundi wa kuzisoma timu nyingine, ama video analysis katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo sielewi nini ambacho Yanga wanakifikiria, kama ni kweli hizo taarifa ni za kweli, sijui hiyo motive inatokea wapi, lakini kwa vile wao wameshawahi kufanya naye kazi, basi tunaweza tukawapa ile benefit of the doubt kwamba wanafahamu kile ambacho anaweza kiofa endapo wakimpa kazi. Sawa, moja kati ya mafanikio makubwa kwa Khalil Ben Yusuf msimu huu ni kuwa sehemu ya benchi la ufundi la Kaizer Chiefs kufika katika hatua ya nusu finali ya mashindano ya kombe shirikisho barani Afrika. Katika engo ya mafanikio, mwalimu Khalil Yusuf ni walimu ambao wana uwezo mzuri wa kushinda mataji kama walivyo walimu wengine ambao Young Africans currently lazima uwe na kigezo hicho kwanza ndio uweze kuwa kocha unaowafaa Yanga. Yaani sasa shida pia nyingine ambayo inakuja kwa huyu mwalimu ni kwamba huelewi mafanikio ya Kaizer Chiefs msimu huu amehusika kwa kiasi gani kama mwalimu, kwa sababu Kaizer Chiefs pale inafundishwa na makocha wawili ambao wanashirikiana. Yaani wao wameita co-coaching. Yaani ni title moja ambayo inahusisha makocha wawili ambaye ndio huyo Khalil Ben Yusuf pamoja na Cedric Kazi. Yaani ambao hao wote walikuwa na wasaidizi wa Nabi alivyotimuliwa wakaachiwa timu wale wao. Na kama nilivyokuambia, huyu Khalil Ben Yusuf ni kocha msaidizi ambaye kazi kubwa ilikuwa ni kufanyia kazi uchambuzi wa video. Ndio alikuwa ndio jukumu lake kubwa sana. Kwa hiyo hatujui amehusika vipi katika capacity ya kiwango gani kuifanya Kaizer iwepo hapa, lakini hatuwezi pia kukataa mchango wake katika timu ya Kaizer, kwa sababu moja kati ya vitu kifuatilia watu kwa mashabiki wa Kaizer Chiefs Afrika Kusini wanavutiwa sana na character ya huyu Mtunisia Khalil Ben Yusuf, kwa sababu kocha ambaye kwa sababu ana backup sana wachezaji, lakini inasemekana pia moja kati ya sababu kubwa ambayo anapendwa pale katika kambi ya Kaizer Chiefs ni amesaidia pia kuboresha viwango vya wachezaji wengi wa Kaizer katika mazingira ambayo wameweza kumaximize performance zao. Sasa ameboresha vipi? Ni kupitia data ambazo anawatengenezea ambazo zinaonyesha madhaifu yao kwa wapi na wapi pa kuboresha, na kiasi kikubwa ambacho kimefanikiwa pia mpaka Kaizer Chiefs msimu huu waweze mpaka sasa hivi kwanza wanashika nafasi ya 3 kwenye PSL. Na endapo ligi ikimalizika PSL wapo katika nafasi hiyo, ina maana hawa makocha wawili Kazi pamoja na Khalil Ben Yusuf watakuwa wameachieve kitu ambacho hakijawahi kuwa achieved katika misimu hivi karibuni. Zaidi ya misimu 6 iliyopita Kaizer Chiefs walikuwa wakimaliza nje ya top 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini ya PSL. Kwa hiyo wakifanikiwa kuifanya Kaizer Chiefs irudi kwenye mashindano ya kimataifa hasa Champions League msimu ujao, basi itakuwa ni achievement kubwa sana chini ya huyu Khalil Ben Yusuf pamoja na Cedric Kazi. Kwa hiyo huwezi ukaunderrate ama ukaunderestimate
mafanikio makubwa ya Kaizer Chiefs bila kumtaja huyu Khalid Ben Yusuf, lakini bila kumtaja kocha wake mwenza Cedric Kazi. Sasa tuje tuangazie Young Africans kuhusishwa kipindi hiki na mwalimu mwingine. Je, ni wazi kwamba hawana imani na Abdulhamid Mwalimu ambaye wamempa akaimu nafasi hiyo mara baada ya kumtimua Pedro Goncalves? Abdulhamid hakuja kama mwalimu mkuu wa Young Africans. Yeye alikuja kama kocha msaidizi. Kwa hiyo the way ambavyo Young Africans wamekuwa wakifanya kazi na makocha wao msimu huu inakuonyesha kwamba wanataka kuwa na uwanda mpana katika benchi la ufundi. Ile technical staff ni lazima iwe imesheheni wataalamu mbalimbali kama ambavyo alikuwepo Pedro, alikuwepo Mabedi, alikuwepo pia na nani Molin ambaye amekuja kuongezeka. Kwa hiyo let's see tuone mipango yao iko vipi. Anaweza kaja huyu Khalid Ben Yusuf Mtunisia, lakini still Molin akaendelea ku retain nafasi yake kama mwalimu msaidizi. Sasa binafsi yako Young Africans, wewe sasa Shabel Daniel, unadhani Young Africans watakuwa sahihi kwa msimu mmoja kufundishwa na walimu zaidi ya watatu kama Ben Yusuf akijiunga na kikosi cha wananchi Young Africans? Nadhani kujiunga sidhani kama itakuwa ni sahihi kwa kipindi hicho, kwa sababu mechi zimebakia chache. Kama ni wakuja aje akae kwa muda mchache akiwa anaisoma timu kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao, ikiwemo usajili na vitu kama hivyo. Sawa, hayo ni kuhusiana na Young Africans juu ya kuhusishwa na kocha mwingine mara baada ya kumfuta kazi kocha wao wa zamani Pedro Goncalves, raia wa Ureno. Safari hii Young Africans wanahusishwa na kocha si mwingine, huyu ni Khalid Ben Yusuf kutoka huko nchini Tunisia, ambaye huyu ni kocha ambaye ameshawahi kufanya kazi pamoja na Cedric Kaze, lakini pia Nasreddine Mohamed Nabi, ambao hawa pia ameshawahi kufanya kazi kwenye kikosi cha Young Africans. Je, maoni yako ni hapi juu ya hili ambalo tumeondoka kukuzungumzia hapa? Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Mpuma. Hadi wakati mwingine, na kwaheri, endelea kuwa nasi.